Watu wa Ilula, nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, semeni hizi hapa. Semeni hizi hapa. Ilula, ngumi ziko wapi tusalimiane? Peoples! Peoples! Vijana, semeni nguvu ya mabadiliko. Vijana, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu, kaka yangu John Heche, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa baraza la vijana, Mheshimiwa katibu mkuu wa vijana, Mheshimiwa naibu katibu mkuu wa baraza la vijana, Reverend Mbugi, binti yenu wa hapa Kilolo na Ilula, Mheshimiwa viongozi wa chama wa kanda ya Nyasa na mkoa wa Iringa na watu wa Ilula, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Ninayezungumza sasa naitwa Deogratias Cosmas Mahinyila, mwenyekiti wa baraza la vijana, vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Ndugu zangu watu wa Ilula, kabla sijasema chochote niendelee pale alipoishia Askofu Mwanamapinduzi. Muda huu tunapozungumza katika viwanja hivi, upo mkutano unaendelea kwenye mji wa Mafinga, na mkutano huo mgeni rasmi ni mtu anaitwa Mosi Makala, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Miongoni mwa jambo linaloendelea kwenye mkutano ule ni wanamchangia mwanachadema anaitwa Sigrada Mligo, mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Taifa. Wanamchangia kwa kile kilichosemwa na Askofu Mwanamapinduzi kwamba mtu huyu alipigwa na wanachadema wenzake kwenye kikao cha ndani. Sasa jambo hilo la alipigwa au kupigwa liko polisi, liko kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna siku tutakuja kujua ama kweli alipigwa au hakupigwa. Lakini mimi leo muda huu nataka tuzungumze jambo moja. Huyu Makala na CCM ambao wako kwenye mkutano wa hapa, baadaye wazungumzie maisha ya Watanzania, wao wanamchangia mwanachadema wanasema amepigwa. Sasa nimkuulize Makala na CCM yako, ni lini mlimchangia? Mlichangia familia ya mzee Ali Kibao ambaye baba yao alitekwa kwenye basi akaenda kuuliwa kifo cha kinyama kabisa. Ni lini mliwachangia? Makala na CCM, ni lini mmemchangia bibi yake na Deusdedith Soka, mwenyekiti wa Bavicha Temeke? Soka wazazi wake walifariki akiwa mtoto mdogo sana. Amelelewa na bibi yake. Bibi yake kila siku ya Mungu analia mjukuu wake amuone alipo. Kwa nini CCM na Makala hamna huruma ya kuwachangia watu namna hii? Sisi Chadema, CCM wameua mgombea wa mwenyekiti wa kitongoji kwa Manyoni. CCM hajawahi kumchangia. Kijana wa Chadema kule Tunduma kwenye uchaguzi wamemuua CCM na serikali yao. CCM hajawahi kumchangia. Sasa nitumie fursa hii kuambia CCM na Chama cha Mapinduzi, hiyo huruma. Na mtu mwingine nimesikia eti makamu mwenyekiti, nimesikia kuna mtu anaitwa Asas naye kachangia milioni 1. Asas, hiyo milioni 1 unayo kwa sababu sisi wa Tanzania tunanunua bidhaa zako. Ina maana sisi ni wajinga? Nataka Watanzania wafanye mgomo wote kuhusu biashara zako? Yaani Asas anafurahia dhihaka zinazofanywa na CCM kuhusu maisha ya Tanzania. Sasa sisi baraza la vijana wa Chadema tunasema CCM, huku kuwashwa kwenu hatukutaki kuhusu maisha ya watu. Kama mna huruma, kila tukio linalotokea kwenye taifa hili mlipime kwa uwezo sawa. Hilo limeisha. Naomba niseme mambo mawili kwa haraka. Jambo la kwanza, kwenye taifa hili kila kinachotokea utasikia mama anaupiga Mwinyi, mama anaupigwa Mwinyi. Likijengwa tundu la choo, mama anaupiga Mwinyi. Sasa ndugu zangu watu wa Ilula, jana mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amesema deni la taifa hili ni trilioni 97.35.
Rais Magufuli wakati anatoka madarakani, Magufuli wakati alifariki tarehe 17 mwezi wa 3, deni la taifa lilikuwa ni trilioni 61.7. Wakati anaingia madarakani, deni la taifa lilikuwa ni trilioni 47. Kwa kifupi, miaka 6 aliyokaa Magufuli alikopa trilioni 19.7. Mama Samia kwa miaka 6 aliyokaa amekopa trilioni 35.65. Kumbe minne aliyekaa 6 ni nani? Magufuli. Huyo amekaa miaka 4 amekopa trilioni 35. Miaka 4 trilioni 35 amekopa. Deni la taifa ni trilioni 97.35. Kwa maneno mengine, kama mjui, Watanzania milioni 64 mliopo nyinyi hapa, kila mmoja wenu anadaiwa milioni 1.5. Ukichukua trilioni 97 ukigawanya kwa Tanzania milioni 64, maana yake nyinyi hapa wote kila mmoja wenu anadaiwa milioni 1.5. Ukikutana mpaka mtoto mwenye mwaka mmoja. Sasa ukikutana na mtu yote anakwambia mama anaupiga mwingi, mwambie kasome Wagalatia 3:1. Mwambie wewe Mwanailula usiye na akili, ni nani kakuroga? CAG anasema amebaini dawa na vifaa tiba vyenye thamani ya bilioni 12.44 vimeharibika kutokana na ucheleweshaji wa mtumizi. Yaani dawa zimenunuliwa, halafu kuna mtu ameshindwa kuzipeleka eneo husika, tumepata hasara ya bilioni 12.44. Halafu watu wa Ilula mnahangaika, hamna dawa. Ukikutana na mtu anakwambia mama anaupiga mwingi, mwambie wewe Mwanailula usiye na akili, nani aliyekuroga? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, hizi trilioni 97 wanakopa ili uweje? Wanakopa wafanye mambo ya maana. Kopeni basi, jengeni viwanda. Kopeni basi, wekeni miundombinu mizuri, vijana wapate ajira. Wao wanakopa, wanasema eti goli ya mama. Yaani unakopa alafu unakuja kugawa milioni 5 kwenye mipira. Hivi hiyo ni akili au matope? Atakaye kwambia mama anaupiga mwingi, mwambie ewe Mtanzania usiye na akili, ni nani aliyekuloga? Police Forum wanasema kwa kila mwaka vijana wanaoingia kwenye soko la ajira ni milioni 1. Wanaopata ajira ni kati vijana 40,000 mpaka 50,000. Wako vijana zaidi ya 900,000 na 50,000 wako mtaani hawana kazi. Wao wanachoweza kukifanya CCM ni kuwakeeni kila baada ya nyumba 3 madubu. Mnajua madubu? Yale mchezo ya kamari ya Wachina yale ya kuweka hela yale. Mnaita bonanza huku, siko tunaita madubu. Wachina ya siku ya Mungu wanakusanya hela zenu, wanapeleka kwao, wanaendelea kutajirika. Nyinyi vijana wewe baadaye wapeni ajira, wanawapa hayo madubu. Mtu akikwambia mama anaupiga mwingi, mwambie ewe Mtanzania usiye na akili, nani aliyekuroga? Ndugu zangu wa Ilula, haya yote yanafanyika kwa taifa hili. Huo mwingi tunaoambia wanapiga, wanajua wameingia madarakani kwa sababu hamjawachagua. Mliopo hapa wote, diwani aliyopo mjamchagua, mwenyekiti wa kijiji aliyopo mjamchagua. Chadema tunasema na vijana wote hapa, mwaka huu usipo kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi usiwepo. Mtauzuiaje? Kila mmoja atafute njia atakayohakikisha hakuna atakaye kwenda kupiga kura na uchaguzi huo usiwepo, kwa sababu uchaguzi uliopo kwa sasa wanautumia kutuonea na kutufanya maisha yetu endelee kuwa magumu. Tutarudi kama Bavicha kufanya mkutano mwingine hapa. Leo tulikuwa tunasafisha njia kidogo, makamu mwenyekiti wa chama aje azungumze na nyie. Kunjeni ngumi tuagane.